Mkutano mkuu wetu mliokuja, na kwa bahati nzuri mmejionea wenyewe kwamba UPDP imechagua Mheshimiwa Twalib Ibrahim Kadege kuwa mwenyekiti wa taifa wa chama cha UPDP, na pia imemteua Mheshimiwa Abdalla Mohamed kuwa makamu mwenyekiti wa taifa. Na katika uchaguzi wa rais wa chama chetu tumechaguliwa Mheshimiwa Twalib Ibrahim Kadege kuwa mgombea urais wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgombea mwenza Mheshimiwa Abdalla Mohamed kutoka Zanzibar ndio atasimama kugombea kiti cha makamu. Kwa furaha kubwa, ndugu waandishi wa habari, labda niseme mimi si mgeni kwenye kinyang'anyiro hichi. 2020 nilichaguliwa na mkutano mkuu kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mliniona nilitembea karibu mikoa isiyopungua takriban 13, japokuwa chama chetu kilikuwa na ukata kidogo wa fedha, lakini wanachama walitusaidia nikatembea. Na sera ya chama changu ni ardhi. Ilani yangu ya uchaguzi ilikuwa kwa kipindi kile ilikuwa ni sisi matibabu takuwa ni bure, wananchi watapata matibabu ya stahiki, hakutakuwa na utozaji wa aina yoyote, sababu nchi yangu ni tajiri, na tunaamini kabisa kama utakuwa na usimamizi mzuri wa mali asili za nchi hii, wananchi watapata manufaa makubwa sana. Kwa hiyo naamini kabisa wananchi wakinichagua mimi, naamini kwamba watanufaika kwa kiasi kikubwa sana kimaisha, sababu tutabadili mfumo kidogo wa uendeshaji wa serikali. Hiyo ndio hasa, na nashukuru kwamba ilani yangu ya uchaguzi nitawaita kwenye ofisi yangu ya chama baada ya kubarika na kamati kuu ya halmashauri kuu. Tutawaita waandishi wa habari ili kutangaza ilani ya chama ambayo imejaa vitu tele ambao Watanzania itawavutia, sababu Watanzania wanataka sana maendeleo. Maendeleo yapo, lakini yataboreshwa zaidi ya haya ndio sasa hivi. Tumeshagundua wapi tuboreshe, na wapi palipoimarika tutaimarisha zaidi, palipopungua tutaboresha zaidi. Kwa hiyo msimamo mkubwa wa UPDP ni kujenga uchumi uliko imara wa nchi, wajenga wananchi kifikira, kimawazo, kiuchumi na kimaendeleo, na kuwakusanya, kuwapa mbinu mbadala za kupata maendeleo zaidi ya kila siku katika familia. Hiyo ni lengo kubwa la UPDP, lakini mtanufaika zaidi pale ambapo mtaiona sera ya UPDP itakapotoka. Kwa mgombea urais wa Zanzibar, uchaguzi wa Zanzibar ni uchaguzi mkali ambaye tuna kiongozi anayeongoza muda huu na amefanya mambo mengi mazuri kule Zanzibar. Naamini wananchi wa Zanzibar hatujui matarajio yatakuwaje, lakini na sisi tutakuja. Mimi nakuja kwa niaba ya chama cha UPDP kuja kugombea uongozi au urais wa Zanzibar. Malengo yangu na niliyojipanga nayo, kwanza kabisa ni kuja kutengeneza Zanzibar ya viwanda. Tunajua kwamba Mheshimiwa Mwinyi alisimama sana katika uchumi wa bluu. UPDP kama mgombea urais na kuja kusimama na viwanda. Najua kwamba Wazanzibari wengi vijana hawana ajira, kupitia viwanda watapata ajira. Hili litakuwa neno la mwanzo kabisa ambalo nakwenda kulitangaza na nitalisimamia baadaye. La pili ni suala la udhalilishaji. Bado Zanzibar ina makovu, bado ina makovu ya udhalilishaji. Wanawake, watoto wa kiume, watoto wa kike bado wanapata shida sana Zanzibar kutokana na udhalilishaji. Pamoja na kwamba iliundwa mahakama maalumu ya jambo hili, lakini bado hatujafanya vizuri. Tatizo hili bado linaendelea Zanzibar. Mimi na waahidi wa Zanzibar, nakuja kwenye kuchaguliwa kwa mgombea kwa rais wa Zanzibar, nikipata ridhaa, na nakuja tunachokuja kukitangaza ni kwamba hawa wadhalilishaji hawa wabakaji hawa katika utawala wangu mimi tutawakomesha kabisa kwa taratibu ambazo tutaziandaa.